Leo sisi kama viongozi tumewaiteni kutokana na kofia zetu za kiongozi wa kidini, uongozi wa dini au na amani pia, kama mratibu wa TPF. Waandishi wa habari, tumeshuhudia baadhi ya viongozi wa dini wakitoa matamko wakitaka serikali itoe mahabusu viongozi wa kisiasa waliowekwa gerezani au walioko gerezani. Maswali ya kujiuliza ambayo na mimi pia najiuliza, na watu wote na Watanzania watakuwa najiuliza, wamekamatwa kwa kosa gani? Tukiamini ya kwamba serikali kupitia utawala wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais aliyopo ni serikali makini sana, haiwezi kukurupuka tu kienyeji na kumkamata mmoja wa viongozi wa kisiasa kawekwa ndani bila kuwa na sababu. Nadhani kanisa au msikiti tunatakiwa kuhubiri utii wa mamlaka kama maandiko na misafu mitakatifu inavyosema. Tuache kuwafanya watu waende kiholela kama hakuna serikali wala mamlaka. Hata vyama vya upinzani endapo wakiingia madarakani, lazima mamlaka yao yaheshimiwe tu kwa kipindi chao cha utawala. Mamlaka hizi za duniani zimetoka kwa Mungu. Kwa mujibu wa kitabu cha Warumi, waraka kwa Warumi sura ya 13, kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6. Ndivyo maandiko yanavyosema kwamba mamlaka hizi za duniani zimetoka kwa Mungu, kama maandiko yasemavyo. Kanisa na misikiti lisiwe upande wa wavunja sheria kwa namna yoyote ile. Ni sawa leo atokee mchungaji au askofu au shehe, maimamu, aanze kuvunja sheria au aanze kuvunja heshima ya kanisa, au kiongozi wa kanisa hawezi kuachwa salama hata kidogo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.